Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia Uone maisha. Jana mko na somo zuri sana hapa. Lazima uweke msimamo, usiingie katika makubaliano na ule mwingine. Amen. Amen. Leo Alhamisi tunang'ania Mungu. Amen. Tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa neema yako. Amina. Tunataka tuone na kabisa tunaweza tukakung'ania leo. Amen. Wewe Mungu ni mwaminifu. Na sisi tunaomba kuchota nguvu kutoka kwako. Amen. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Amina. Kumshikilia Mungu kama mke anavyoshika ndoa yake. Unajua wanawake wanapigania sana ndoa zao. Na mahusiano. Na yakivunjika wanalia sana. Ndio dunia yao hiyo. Kwa nini? Ndio dunia yao. Mume is everything. Sasa unatakiwa umshikilie Mungu hivyo hivyo. Ambatana. Unakumbuka ile kitu anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Sasa hiyo nadhani inamaanisha nini katika ratiba zako, mizigo yako, kazi? Najua huna watoto. Unawezaje kuonyesha upendo wa Mungu wa ung'ang'anizi katika mazingira yote haya? Yote yanakuvuta uende uweke moyo wako kule. Afuna ni kweli kama unavyosema, kazi, maanisha nini? Watoto, jamii inakuvuta, si ndio? Lakini bado unatakiwa, mimi naona ili uweze kuperform vizuri kwenye yale mambo mengine, inabidi umwangalie namna Mungu alivyo. Yaani kwa tukakung'ang'ania huku Mungu kutakusaidia wewe kuweza kushiriki kikamilifu katika yale mambo mengine ambayo unaweza kuona yanakuvuta, yanakudemand, yanakuhitaji ushirika wako. Amina. Usije pekee mwambie ili wewe usiweze kuvutwa na sanamu au vile vilivyo mbadala wa Mungu vinakuvuta, uonyeshe uvipe moyo. Swala sio tu kusema Biblia imesema usizini, Biblia imesema usitazame movies, sio kama imeandikwa usitazame movie. Biblia imesema usi au nimekatazwa usi. Ile huwa haisaidii kuondoa ule mvuto. Yeye kusikia watu wanasema usitazame mpira. Na wanaacha sasa. Moyo ulioshikamana na Mungu unashikamana kwa upendo wa agano. Amina. Ni utii wa kweli ambao unatokana na uaminifu wa kimaagano kwamba yule ni wangu, mimi ni wake. Haleluya. Sasa twende Kumbukumbu la Torati 4:4. Kumbukumbu la Torati. Hawa wana wa Israeli walioko katika nchi hii wanatakiwa wawe waaminifu. Laana ziwakwepe, nani baraka ziwapate. Sasa inawezekanaje? Soma 4:4 nasema, bali ninyi mlioambatana na Yahwe Elohim wenu mnaishi kila mmoja wenu hata leo. Mlioambatana. Na hilo neno linafanana na lile la Mwanzo sura ya 2 mstari 24 ambapo nasema mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe. Hii ni lugha ya ndoa, sio ya ndoa. Kwa hiyo ni lugha ya kimaagano. Wewe sio kwamba eti unafuata sheria za kimu fulani asije kukutia. Haya ni masuala ya maagano. Nimeambatana naye. Unakumbuka kisa cha Ruth anavyomshikilia Naomi kwa uaminifu? Ule wa agano. Watu wako watakuwa watu wangu. Na Mungu wako atakuwa ndo Mungu wako. Ruth akashikamana naye. Sura ya kwanza mstari 14 tunasoma hayo mambo. Sasa Mungu ndiye anataka mshikamano wa namna hiyo. Umshike kama mwanamke anavyoshikilia ndoa yake, mahusiano yake. Anamshika au mwanamume anamshika mke wake. Sasa upendo wa Mungu ni amri pia. Hivi nani unadhani anayestahili kutoa amri? Mungu kama nini? Muumba wa mbingu na nchi. Mungu kama muumba wa mbingu na nchi. Hapo ndipo tunapokosea. Sio tu Mungu kama muumba wa mbingu na nchi. Mungu wa upendo. Hata uumbaji unatangaza yeye ni pendo. Yaani ni upendo ndio unaweza kutoa amri. Sawa. Yaani wewe kama ni baba,
huwezi kuwa na uhalali mbele ya mtoto wako hata kama utatoa usi akakufuata kama hajaona upendo ndani yako. Mume unaweza kumwambia usitoke huko ndani nitako, lakini kama ameona kweli unampenda. Kweli? Sasa angalia jinsi Mungu kabla hajawapatia amri 10 zile za Mungu hawa wana wa Israeli ambao anasema kutoka 19 mstari wa 4. Umeona jinsi nilivyowabeba juu ya mbawa za tai nikawaleta kwangu. Anaanza na neema, anaanza na upendo kabla ya kudai utii Bwana. Amina. Ndio kama Yesu anavyosema mkinipenda mtazishika amri zangu. Lakini asemi mzishike, anasema kama nilivyowapenda ninyi. Ameshaotuonyesha upendo huo. Na anasema mzishike amri kwa kunipenda mimi kama nilivyowapenda ninyi. Sio kwa hofu. Upendo wa agano. Hiyo ni Mathayo 22:37. Kwa hiyo upendo kwa Mungu ni uamuzi. Uamuzi wa kumweka kipaumbele, kumweka wa kwanza. Kwa sababu naye ametuweka wa kwanza. Ametuweka wa thamani. Alikuwa yuko tayari kutoa vyote kabisa kwa ajili yetu. Ndio upendo wa wanandoa wa kujitoa. Sasa kupendana ni amri ya kale. Lakini imefanywa upya katika Kristo Yesu. Anaposema mpende jirani yako kama nafsi. Hiyo ni amri ya zamani. Lakini Yesu anasemaje? Mpende Bwana. Yohana 13:34, pendaneni ninyi kwa nini kama nilivyowapenda ninyi. Amina. Pendaneni ninyi kwa nini kama nilivyowapenda. Upendo mkuu kuliko huu, mtu kutoa nafsi yake kwa ajili ya ndugu zake. Ng'ang'anianeni ninyi kwa ninyi. Shikamananeni ninyi kwa ninyi. Chukua hatua moja leo rafiki yangu ya kushikamana na Mungu leo. Yaani hamna jinsi. Mungu ndio mpenzi huyo. Huyu ndio Bwana huyo. Ametangulia kutupenda. Unaweza ukachagua, ni amri pia. Anatuagiza tumpende kwa kuwa ametupenda kwanza. Chukua muda wa kukaa kimya. Kusikiliza neno kutoka kwa mpenzi wako. Pata nafasi ya kutubu kama unahisi njia zako zinamuumiza, za kutubu na kuchukua njia nyingine. Fanya mambo yoyote ambayo unahisi yatafurahisha mpenzi wako. Shikamana naye. Mungu ni pendo na anataka aonekane katika ratiba yako kama ndio wa kwanza pale akipaumbele. Kwa nini usimpe moyo? Kwa nini usishikamane naye? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili ambalo linatuamrisha kukupenda na kushikamana nawe, kwa kuwa umekwisha kutushika kwa upendo huu. Jina lako litukuzwe. Kwa mtoto wako huyu ambaye Baba alikuwa anaziona amri zako kama tu orodha ya masharti, sasa anaona kama ni wito wa agano, wa upendo, wito wa uaminifu. Patie neema yako kutembea katika njia hiyo, ni katika jina la Yesu. Asante sana ndugu mtazamaji pamoja na mihalo. Naamini neno soma kalingine. Kesho tunakwenda kutoa hitimisho na kujibu maswali. Karibu sana. Amen.